Rais wa Urusi Vladimir Putin ameahidi kulipiza kisasi baada ya kuishutumu Ukraine kwa kufanya shambulio baya kwenye bweni la wanafunzi katika sehemu inayokaliwa mashariki mwa Ukraine. Watu 6 waliuawa na 39 kujeruhiwa katika shambulizi la usiku kucha katika mji wa Starobilsk uliopo mkoa wa Luhansk. Putin alisema watu wengine 15 hawajulikani walipo. Jeshi la Ukraine lilisema limeshambulia makao makuu ya kitengo cha kijeshi cha kifahari cha Rubicon huko Starobilsk. Halikusema kama lilikuwa jengo lile na lile lililotambuliwa na Urusi. Nikimnukuu, Putin alisema hakuna vituo vya kijeshi, vituo vya huduma za ujasusi au huduma zinazohusiana katika eneo hilo. Kwa hivyo hakuna msingi wowote wa madai kwamba silaha zilishambulia jengo hilo kutokana na mifumo yetu ya ulinzi wa anga, mwisho kunukuu, alisema Putin kwenye mapokezi katika makazi yake Kremlin siku ya Ijumaa. Aliamuru jeshi la Urusi kuandaa mapendekezo yake kuhusu jinsi ya kulipiza kisasi. Kiongozi huyo wa Urusi alisema shambulio la Ukraine lilifanywa kwa mfululizo mara 3 kwa kutumia ndege zisizo na rubani 16. Televisheni ya serikali ya Urusi ilionyesha kile ilichosema ni mmoja wa wanafunzi waliojeruhiwa, ikimtambulisha kama Diana Shovkun mwenye umri wa miaka 19. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Miaka ya nyuma mtoto alikuwa anasubiri mpaka mwalimu aje ili aweze kumfundisha. Kwa sasa namna teknolojia ilivyokuwa, mtoto anaanza kujifunza mwenyewe bila kumtegemea mwalimu yoyote. Hivyo basi, tablet zetu _TZ tumeweza kukuletea tablet ya KT37 kwa bei ya 2,500 tu. Hii ni tablet ambayo ina kioo kigumu kabisa, sio rahisi kuvunjika, yenye betri ambayo inaweza kukaa na chaji kwa muda mrefu, na kioo chake ni cha inchi 10. Hii tablet ina uwezo wa kutumia line, internet pamoja na wifi. Hivyo basi, unaweza kumnunulia mwanao hii tablet kwa ajili ya kujifunza. Usiweze kupitwa na ofa hii kutoka tablet zetu _TZ. Tunapatikana Sinza Mall, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la @tabletzetu_TZ.